Kuendelea kwa nasi, kumbuka tu tunajadili masuala ya upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria, na tukiwa pia karibia kuanza maadhimisho ya wiki hiyo hapa nchini. Na kumbuka tu hapa jijini Dar es Salaam ni naye Bwana Richard Shilamba, tukimzungumza naye mawili matatu kuhusiana na upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria. Bwana Richard, labda tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa sehemu hii ya mjadala mkuu, tulikuwa tunazungumzia kabla ya magazeti, tulikuwa tunazungumzia makundi na namna mlivyofanikiwa na jinsi mnavyoendelea kuwasaidia kisheria. Nimewahi kwenda kwenye maadhimisho haya, nikakuta wanaojitokeza zaidi ni kina mama. Sijui kama utakubaliana na mimi, lakini kama utakubaliana na mimi, ni kwa nini kina mama zaidi na ni madai gani ambayo kuyaleta kwenu? Lakini pia zaidi ya hapo, kuna masuala ya desturi na mila ndani nyuma ya masuala ya sheria. Na unajua kina mama pia tunaathirika sana na masuala ya mila na desturi zetu. Mnawasaidia vipi kisheria kuweza kutimiza azma zao za kupata haki kisheria? Nakushukuru. Ni kweli wanawake wamekuwa wengi wakijitokeza, na hasa kwenye siku za maadhimisho ya wiki ya msaada wa kisheria, wiki ya kwanza ya mwezi wa 12 kila mwaka. Nadhani sababu yake kama nilivyoambia, kuna katika jamii kuna makundi ya watu ambayo yametengwa, makundi ambayo yamenyanyaswa, na mmoja wapo ni kundi la wanawake. Kwa hiyo maana sasa kutokana na kuteso wana makovu moyoni, kwa kutokana na kunyanyaswa na kuonewa kwa muda mrefu, ndio maana sasa wamekuwa wakija na wameona ni kimbilio lao kubwa kuja kwenye msaada wa kisheria, kuja kutoa matatizo yao na kusaidia kutoa matatizo hayo. Kwa hiyo na sisi sasa mfumo wetu umekuwa ni ule ule jinsi ya kusaidia kundi la kina mama, lakini pia na makundi mengine yanakuja. Kwa hiyo kundi la kina mama na kundi mengine tunawasaidia kama hivyo, kuwaambia wajue haki zao kwenye hii siku ya wiki ya msaada wa kisheria na siku zingine za msaada wa kisheria. Lakini ni kwa madai yapi hasa? Masuala ya ndoa yamekuwa yakijitokeza sana. Masuala ya urithi kwenye ndoa, kunyanyaswa kwenye ndoa, masuala ya talaka yamekuwa yakijitokeza katika masuala ya kwa wanawake, lakini pia kunyang'anywa mali, hasa kwenye masuala ya ardhi. Mwanamke anakuwa ananyanyaswa zaidi, na ndio wamekuwa wakijitokeza. Lakini vile ule kupigwa, ule unyanyasaji wa kijinsia imekuwa ni kero kwa wanawake. Kwa hiyo wanawake wengi wamekuwa wakifanywa unyanyasaji wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na kupigwa na kubagura, kufanya maonezo na nini. Na ndio sasa wamekuwa wameona kwamba kimbilio lao sasa ni kwenye hii, ni kwa wasaidizi wa kisheria, na mno kwenye hii wiki ya msaada wa kisheria, ambapo mwenyewe umehudhuria, umesema na kutoka kwamba idadi kubwa ya watu wanaokuja wanakuwa ni wanawake. Kwa lakini na vile labda watu wengine wanakuwa hawafahamu, makundi mengine, kwa mfano watu wenye ulemavu labda wanakuwa hawaweza tu kutembea, labda watoto sasa wenyewe nao wana maumivu yao. Sisi shirika letu tunatoa msaada zaidi kwa watoto, lakini kwa wazazi na walezi na wenyewe. Sasa wengine watoto wamekuwa wamekuja kwa kujificha. Unakuta siku ya msaada wa kisheria watoto wanakaa mwishoni, wamejificha. Tunawafuata kwa tunamwambia, wanakuja wanasimulia vitu vingi vya ajabu vya onevu ambavyo wanafanywa. Kwa hiyo sasa unaweza ukawaona wengine wakuja kwa kujificha, na hasa watoto bado wanajiuliza wafanyeje. Kwa ndio maana katika wiki ya msaada wa kisheria tunakaribia sasa makundi yote, wanawake wazidi kuja kwenye maadhimisho ya msaada wa kisheria, ili tuweze kuwasaidia kujua haki zao na kuwaelekeza jinsi ya kuitatia kupitia mifumo rafiki ya utatuzi wa migogoro ya kisheria. Lakini nimekuuliza pia kuhusu mila na desturi zetu. Mila na desturi zetu bado ni changamoto. Bado ni changamoto, lakini bahati nzuri katika sheria na mifumo yetu ya utoaji haki imeshatamka wazi kwamba mifumo yoyote, mila zozote za ubaguzi, za gandamizi hazitakiwi kutumika, sio sehemu ya sheria zetu. Kwa hiyo mila zozote za ubaguzi, za kumgandamiza mwanamke, mahakama zetu zimetoa uamuzi kwamba zimefutwa, hazitakiwi kutumika. Ila sasa unakuta
watu wengi na hasa wanawake bado hawatoi taarifa, hasa kwa mfano katika unyanyasaji wa kijinsia. Tafiti zinaonyesha kwamba wanawake hata wasichana wanafanywa unyanyasaji